Na hii ni Mnyalu TV. Miongoni mwa visa vilivyoibua hisia kubwa nchini Kenya ni hiki kisa cha mwanamke aliyejiua kisa mume wake madeni na msongo wa mawazo. Mwanamke aliyotambulika kama Mercy Nyasaka amejiua baada ya kuacha ujumbe mzito kwa ndugu wa karibu kupitia ujumbe wa WhatsApp akimwaga na kueleza anayopitia. Mercy alifiwa na binti yake miaka miwili iliyopita mnamo Machi 1 mwaka 2023, na kifo ambacho kimesababisha huzuni kwa kiasi kubwa kulingana na machapisho yake mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye mtandao wa Facebook. Licha ya kufiwa na binti yake, Mercy mara kadhaa alichapisha machapisho yaliyoashiria kuhisi kukatishwa tamaa na mwenzi wake na misukosuko mingine ya maisha, ikiwemo matatizo ya kifedha ambapo alikuwa anapitia changamoto za madeni. Katika ujumbe aliotuma siku ya Ijumaa kupitia WhatsApp kwa ndugu yake wa karibu, Mercy alimfahamisha kwamba hawezi kuendelea kuyakabili matatizo ya maisha pamoja na kifo cha binti yake ambacho kilitokea mwaka 2023, ikiwa ni pamoja na mkopo wa gari, mchumba aliyemkosa na mkopo wa pesa za Kenya 300,000 aliokopa kwa kutumia hati miliki ya ardhi kama dhamana. Samahani kwa kukatisha tamaa kwa njia hii, lakini wakati utapata ujumbe nitakuwa nimeondoka kwa muda mrefu. Sema ujumbe aliotuma Mercy kwenye WhatsApp, na nimekuwekea picha hapo ambayo inaonyesha huo ujumbe kwa mbali na unasomeka kwa tabu mno, na ndio maana nimekuelezea kifupi kitu ambacho amekiandika kuhusiana na ujumbe ambao ameutuma kwa ndugu yake wa karibu. So hiki ni kisa ambacho kinaendelea kwa mfululizo wa visa vya watu wanaopitia matatizo kuchukua hatua ngumu ya kujiua kama ambayo amechukua Mercy Nyasaka kutoka Kenya, ambapo ni taarifa iliyoibua gumzo kubwa kwenye mitandao ya kijamii. Una mtazamo gani kuhusiana na kisa cha Mercy kujiua kutokana na madeni, msongo wa mawazo na mume wake? Nijuze hapo kwenye sehemu ya comments, na nikumbushe tu kusubscribe na kuturn on alama notification ili uwe kwanza kupata habari ambazo zinawekwa hapa. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye. Na hii ni Mnyalu TV.